Ni katikati ya maji ya dimbwi lililopo katika mtaa wa Mtakuja, kata ya Malolo, manispaa ya Tabora, mkoani Tabora, ambapo maafisa wa jeshi la zimamoto na uokoaji wanahaha kuhangaikia kuopoa mwili wa kijana mmoja aliyefahamika kwa jina la Adamu Abdullahi, anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 19, aliyezama hapa jana wakati akiogelea. Sasa tumejitahidi hapo kujaribu kumtoa, lakini muda umeenda na chini hili ziwa hili shimo lina matope, lakini maji ni machafu, hatuwezi kuona mbali. Sasa kwa tunashauri kwamba kipindi hiki tusitishe hili zoezi, ili kesho asubuhi mapema sana saa 11 tarudi tena hapa kwa ajili ya kuopoa mwili. Jeshi la zimamoto na uokoaji lilianza kazi hiyo jana majira ya saa 10 jioni na leo linaendelea kufanya harakati ili kuhakikisha mwili huo unatolewa. Baada ya purukushani hizo za kusaka mwili huo takribani kwa dakika 20 hivi, maafisa hao wa jeshi la zimamoto na uokoaji wakafanikiwa kuopoa mwili huo. Na hapa afisa utawala wa jeshi hilo mkoani hapa, Omari Simba, anatoa taarifa kamili ya tukio hili. Hii ni ITV Digital na mimi ni Apollo Benjamin. Hili tukio lilitokea toka jana majira saa 11 kwamba kuna vijana wametoka kufanya kazi shambani wakaja kuoga kwenye eneo hili. Bahati mbaya mmoja akawa amezama kwenye maji. Sasa tulivyokuja jana jioni tukafanya hii kazi mpaka saa 1:00. Kiza lilivyoingia tuliahirisha kwa sababu mazingira hayakuwa salama. Kwa hiyo tumekuja tena hapa asubuhi na tumefanikiwa kutoa huu mwili mapema tu. Kwa hiyo taratibu zingine zinafuatwa kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Hili shimo lilikuwa linatumika kwa ajili ya kuchimba mchanga, na haya mashimo yapo maeneo mengi, isipokuwa matumizi yake yanatakiwa sasa yawe ya usalama, tusiyatumie matumizi kiovyo ovyo. Na matukio haya yanapotokea, sisi jeshi la zimamoto na uokoaji tuna namba yetu ya dharura 114 ambayo unaweza ukapiga na ikapokelewa na tukaja kutoa msaada zaidi. Kwa sasa hivi tuna vifaa vya kisasa ambavyo vinatuwezesha kufanya kazi kwa uharaka. Hatuombei yatokee, lakini kama litatokea basi sisi tuko tayari kwa kila kitu. Tuna madaiva ambao wamefundishwa na vifaa vipo na magari yapo vile vile. Nasema nikiwa kama diwani wakati ya Malolo, tutaendelea tu kuiomba serikali iendelee kutusaidia kwa sababu mashimo kata ya Malolo ni mengi sana. Ni mengi na mpaka sasa hivi kuna hatua ambazo serikali imeshaanza kuchukua, koyo mashimo ni mengi kiukweli. Nadhani nyinyi wakati mnakuja kwa mmepishana na mashimo mengi sana. Matukio imekuwa ni mengi, lakini tunajitahidi kutoa elimu na tunashukuru Mungu kwa kiasi fulani wakati tumekuwa ni walinzi kwa familia zetu. Hata hizi changamoto zinazokuja, watu wengi wanaodumbukia kwenye haya mashimo huku ni wale wanaokuja kutoka kata jirani. Sisi tulimwacha, alikuwa kabaki, yeye alikuwa yupo, sisi tulikuwepo sisi tu. Ndio tunakuja shambani, yani yeye kuwepo na sisi, alikuwa kabaki huko. Ila nashangaa tu ghafla akafika hapo na alizungumza akasema kwamba anaweza kuogelea, ndio wakaingia. Basi na sisi mdogo hakuna mtu alikuwa anaweza kuogelea. Sasa ndio alipoingia akaenda kina kirefu inaonekana, basi maji akamzidia pale, na ukicheki sisi alituacha nje, hatuwezi kusogea pale. Kwanza tulikuwa tunaogopa kuingia. Pili yani ndio ile hali tulikuwa na bibasi hofu ikazidi, hakuna mtu alisogea. Ndio haja ipo ya serikali kuchukua hatua kwa watu ambao wanafanyia shughuli hapa za uchimbaji wa mchanga, kwa sababu ili bwawa wanavyolitelekeza hivi linaleta hatari na athari kwa watu. Kama tukio hili la leo lilivyo leta hii athari, mtu kadumkia humo. Kwa hiyo serikali itakapochukua hatua kwa watu wanaofanya uchimbaji hapa, itakuwa nafuu kidogo kupunguza ajali na vifo kama hivi.